Mabosi wa Simba wapo katika hatua ya mwisho ya mazungumzo kabla ya kushusha winga mpya kutoka Senegal, lakini kukiwa na taarifa kuna mashine nyingine 3 zikiwa katika mazungumzo ya kutua Msimbazi, huku baadhi ya mastaa waliopo kikosini wakiwa mbioni kuondolewa. Taarifa ambazo zinasemekana mpaka sasa ni kwamba mabosi wa kikosi hicho kwa sasa wako bize sokoni kwa ajili ya kufanya maboresho makubwa kabla ya dirisha la usajili halijafungwa Januari 30, 2026 kwa lengo la kumrahisishia kocha mkuu Steve Barker. Simba inayosota kusaka taja ligi kuu bara na kombe la shirikisho FA baada ya kuyakosa kwa misimu 4 mfululizo, inadaiwa ipo katika hatua nzuri kumbeba winga Libase Gueye kutoka FC Tenwethe, lakini ikipiga hesabu pia kwa toka mkopo nyota watatu waliopo sasa. Nyota wanaopigiwa hesabu kutolewa Msimbazi ni winga Joshua Mutale, striker Steven Mukwala na beki wa kati Shamu Karabwe, ili kuruhusu mashine nyingine mpya zitue na kumrahisishia kazi Barker aliyetoa kikosini hivi karibuni kutoka Stellenbosch ya Afrika Kusini. Chanzo cha kuaminika kutoka ndani ya Simba kimesema kwamba ni kweli inapambana kutafuta timu za kuwapeleka kwa mkopo nyota wa kigeni zaidi ya watatu ili kupisha usajili mwingine bora wa matako ya benchi la ufunde, ikielezwa kuna majina 4 mezani. Nyota wa kwanza ni beki wa kati Mkongomani Ndongani Samba Gilibane anayechezea Asante Kotoko yenye makao makuu Kumasi katika mkoa wa Ashanti Ghana, aliyojiunga nayo Julai 11, 2024 baada ya kuachana na kikosi cha Rahimo cha Burkina Faso. Taarifa zinaeleza uongozi wa Simba hauridhishwi na mwenendo wa beki wa kati wa kikosi hicho Shamu Karabwe aliyejiunga na timu hiyo Agosti 2024 akitokea Racing Club Abidjan ya kwao Ivory Coast, jambo linalofanya kuingia sokoni. Mbali na Ndongani, nyota mwingine aliyepo katika mazungumzo na Simba ni kiungo mkabaji Genino Tirel Palese ambaye kwa sasa anacheza Stellenbosch FC ya Afrika Kusini, ikiwa ni pendekezo la kocha Barker aliyewahi kufanya naye kazi. Kiungo huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kukaba. Alijiunga na Stellenbosch Julai 25, 2023 akitokea Maritzburg United zote za Afrika Kusini, ambapo kwa sasa Barker amempendekeza asajiliwe ili akaungane naye tena akiwa Simba. Beki wa kushoto raia Mauritania Khadim Diawa aliyekuwa akihusishwa tangu dirisha kubwa la usajili lililopita pia ni nyota mwingine anayekaribia kujiunga na timu hiyo baada ya kudaiwa mazungumzo kwa sasa yapo katika hatua nzuri zaidi. Diawa aliyezaliwa Juni 7, 1998 alikuwa akihitajiwa na Simba tangu alipokuwepo kocha Fadlu Davids, ambapo kwa sasa mabosi wa kikosi hicho wanafanya mazungumzo ya kumsajili baada ya nyota huyo kuachana na Al Hilal Omdurman ya Sudan. Mabosi wa Simba wanaamini wanaweza kumpata beki huyo kwa urahisi kwa sababu yupo huru, ambapo wamewahi kuzichezea timu za Generation Foot ya Senegal na Horoya Athletic Club ya Guinea, kisha kuondoka rasmi Juni 26, 2023 na kujiunga na Al Hilal Omdurman. Nyota mwingine pia ambaye anawindwa na Simba ni kiungo mshambuliaji Gueye anayechezea Tenwethe FC ya kwao Senegal. Mchezaji huyo pia amekuwa akihusishwa na mabwenyenye wa Algeria Usma. Gueye ni miongoni mwa nyota wanaovutia timu nyingi kutokana na uwezo wake wa kushambulia akitokea katikati na upande wa kulia pamoja na kushoto, huku akicheza pia Demba Diopo kuanzia timu ya vijana hadi ya wakubwa na Diambazi FC zote za kwao Senegal. Chanzo hicho kutoka Simba kimesema kwamba usajili wanaofanya sasa ni mapendekezo ya benchi la ufundi ambalo ndio limeona upungufu katika nafasi hizo walizosajili, na anaamini utakuwa chachu ya kuitoa timu yao nafasi waliopo. Nikimnukuu anasema, hatupo vizuri tangu misimu 4 iliyopita tukikosa mataji. Hatutaki kupoteza tena msimu huu licha ya kutokuwa na matokeo mazuri, lakini tumeshindwa kufikia malengo kimataifa. Hii haikubaliki. Tunatakiwa kuirudisha timu kwenye ubora na ushindani. Usajili unaofanyika sio tu wa kujaza nafasi. Tunawaahidi mashabiki kuwa utaleta taswira nzuri shindani ndani pamoja na kimataifa. Lengo sio tu kufikia malengo, lakini pia ni kuirudisha timu pamoja na mashabiki ambao wamekata tamaa. Mwisho kunukuu. Chanzo hicho kiliongeza kwamba hadi sasa viongozi wamekamilisha usajili ambao walipanga kuufanya katika dirisha hili, na muda wowote kuanzia sasa wataanza kutambulisha wachezaji wapya ambao wataongeza chachu ya ushindani kikosini. Kutokana na kanuni inayotaka klabu kuwa na wachezaji 12, mabosi wa Simba wanafanya mpango wa kuwatoa mastaa hao watatu kwa mkopo kutokana na kuwa na mikataba nao, huku ikielezwa Mukwala kuna dili la kutaka kununuliwa jumla linasikiliziwa. Mutale na Karabwe walikuwa na kikosi hicho katika michuano ya Kombe la Mapinduzi 2026 iliyomalizika juzi visiwani Zanzibar, ambapo wekundu hao wa Msimbazi walitolewa nusu fainali na Azam FC iliyopoteza mechi ya fainali mbele ya Yanga iliyobeba taji la pili msimu huu baada ya ngao ya jamii.